Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa uharibifu wa miundombinu uliotokana na uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na mvua zinazoendelea kunyesha sambamba na malipo kwa wakandarasi wanaotekeleza shughuli mbalimbali nchini umetumia fedha nyingi ambazo zilitarajiwa kuelekezwa katika kuboresha maslahi ya watumishi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi. Watumishi wa sekta afya nchini wameaswa kuendelea kutoa huduma kwa weledi, uaminifu na moyo wa kujituma ili kuimarisha huduma za afya kwa wananchi pamoja na kudumisha maadili ya kazi katika maeneo yao ya utumishi. Na katika habari za kimataifa, wanaharakati waliokwama kwenye msafara wa boti ya msaada ya Florida iliyokuwa ikielekea Gaza ambayo ilikamatwa na wanajeshi wa Israeli karibu na kisiwa cha Crete nchini Ugiriki wamewasili leo katika kisiwa hicho. Ni tarehe mosi leo ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya wafanyakazi duniani, Tanzania pia nayo ikiwa miongoni mwa nchi ambazo zimesherekea kwa pamoja, huku mambo mbalimbali yakiendelea kujitokeza kutoka katika maeneo mbalimbali nchini. Na kusalimu popote pale ulipo, karibu sana katika habari. Mimi ni Francisco Nongoro na kusomea habari za kitaifa, lakini pia habari kutoka mataifa mbalimbali. Utabiri wa hali ya hewa ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, na kukumbusha pia tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kama Upendo Media. Karibu hapo tufuatilie kwa taarifa kabambe. Basi mimi huko napatikana kama Francisco Nongolo. Tuanzie basi nyanda za juu kusini kule katika mkoa wa Njombe. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa uharibifu wa miundombinu uliotokana na uchaguzi wa Oktoba 29 pamoja na mvua zinazoendelea kunyesha sambamba na malipo kwa kandarasi wanaotekeleza shughuli mbalimbali nchini umetumia fedha nyingi ambazo zilitarajiwa kuelekezwa katika kuboresha maslahi ya watumishi. Rais Daktari Samia amesema hayo leo katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani iliyoadhimishwa kitaifa katika mkoa wa Njombe. Amesema iwapo upatikanaji wa fedha utakuwa mzuri kufikia mwaka 2027, serikali itaangalia namna ya kuboresha maslahi ya watumishi hapa nchini. Uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika, lakini vile vile kulipa madeni. Tumesema tulipe kwanza madeni ya wafanyakazi, madeni ya wakandarasi, ili tunapoanza utekelezaji wa dira mpya tuanze tukiwa na mwelekeo mzuri unaoeleweka. Awali mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema kuwa kuanzia mchakato wa maandalizi ya maadhimisho ya Mei Mosi hadi kuhitimishwa kwake kumetoa fursa mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi wa mkoa huo. Amesema serikali imefanya jitihada kuhakikisha mkoa huo unakuwa na alama kubwa zitakazowanufaisha Watanzania, ikiwemo maboresho katika sekta ya afya na elimu kupitia ujenzi wa tawi la Chuo Kikuu cha Dodoma mkoani Njombe. Kusaidia kupata ajira za vijana 2,583. Hawa ni nje ya vijana walioajiriwa kwenye vyombo vyetu vya dola. Jeshi la polisi wamepokea askari wake, magereza wamepokea askari wake, uwajeni wamepokea askari wake, TAKUKURU wamepokea askari wake, zimamoto wamepokea askari wake, wamepokea askari na vifaa. Tuko tayari kufanya kazi yote kwa sekta rasmi na isiyo rasmi. Tuko tayari kuendelea kuhamasisha wafanyakazi wenzetu wote kwa ujumla kuhakikisha kuwa tunaelewa na kuishi ndoto hii kwa vitendo na kwa sehemu na kwa sehemu ya utekelezaji wake katika hatua mbalimbali. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema uchumi wa nchi umeendelea kukua vizuri, huku akiwataka wafanyakazi kuwa wavumilivu wanapokuwa katika maeneo yao ya kazi. Umeendelea kuwa imara na kimsingi ukiongoza kwa ukanda wa Afrika Mashariki na ukanda wa SADC kwa bei one stable. Nikupongeze pia kwa kuifanya sekta binafsi itulie. Mheshimiwa Rais ametoa fedha kwa vijana zaidi ya bilioni 200 nikakabidhi kwa niaba yako, na majuzi imetoa takriban
bilioni 2 kwa wale watengeneza maudhui. Leo hii wakati waandamanaji wanapita, Mheshimiwa Rais, umeona sekta ambazo zimejipanga na zikiwa na shamra kuonyesha kwamba kazi inaendelea hata huko katika sekta binafsi. Baada ya kupokea taarifa kutoka TUCTA, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka watumishi kufanya kazi kwa bidii ili kuongeza mapato yatakayoinua uchumi wa nchi. Amesema hali hiyo itasaidia kuweka mazingira mazuri ya kuboresha maslahi ya watumishi kupitia kupandishwa vyeo, kupunguza au kuondoa baadhi ya makato katika mishahara yao, pamoja na kuboresha stahiki za safari, jambo litakalowezekana kulingana na hali ya uchumi kwa wakati huo. Na uchaguzi ule tumeugharamia wenyewe wa Tanzania. Kwa hiyo tumetumia kiasi kikubwa cha fedha ambazo tulikuwa tukikusanya huko nyuma. Lakini pia kama nilivyosema, kuna mabadiliko ya kisiasa na chumi za dunia ambayo yanaathiri pia uchumi wetu. Kwa nako huko tumeathirika kidogo, tunaendelea kujipanga. Lakini vile vile kwa bahati mbaya tumepata uharibifu wa mali zilizoharibika wakati wa vurugu Oktoba 25, lakini uharibifu wa miundombinu inayotokana na mvua kuwa kubwa ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo fedha tunayoikusanya tunaelekeza kwenye urekebu au kurekebisha miundombinu iliyoharibika. Kutokana na hali hiyo, kituo hiki kimezungumza na baadhi ya watumishi walioshiriki maadhimisho ya kilele cha Mei Mosi mkoani Njombe, ambao wameeleza kuridhishwa na hotuba ya Mheshimiwa Rais. Pamoja na mambo mengine, wameiomba serikali kufanyia kazi suala la kuondoa baadhi ya makato katika mishahara yao ili kuboresha maslahi ya watumishi. Mheshimiwa Rais kuhusiana na wafanyakazi, kazi zenye staha na yote ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Rais yanatutia moyo, yanatujengea uzalendo na yatatusaidia. Nitaendelea kufanya kazi kwa bidii zaidi, kwa uzalendo zaidi, kudumisha viwango vya weledi zaidi na kuendelea kuwa hamasa kwa watu wengine. Na hotuba ya Mheshimiwa Rais tuna imani naye sana. Mengi amezungumza ni mazuri. Mwaka jana tukulia kwa chochote, lakini alitukumbuka. Kimsingi tuna imani na mipango yote aliyokuwa kwenda kuiandaa, na tunajua mwakani tunacheka. Kwa kuwa ni desturi yake kutukumbuka watumishi, hatuna shaka naye. Tunaamini watumishi wote mwakani tunaenda kucheka, na tunamfahamu. Yapo mengi pengine leo amesita kusema, ila anaenda kuyafanya. Kwa sisi tuna imani anaenda kuboresha maslahi yetu kama alivyofanya miaka mingine. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi ni Erasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Haya, asante sana Erasto Kikwara kutokea huko Njombe. Na ndugu zangu mnaokuja Dar es Salaam kutokea Njombe, msisahau kutuletea viazi bwana, sisi huko wengine ni nyumbani kabisa. Haya, hongereni sana wakazi wa Njombe kwa siku hiyo adhimu ambayo sasa inatuvusha maji kutupeleka kule visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametangaza ongezeko la kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000 kwa mwezi. Kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000. Daktari Mwinyi ametangaza kima hicho leo katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani yaliyofanyika katika viwanja vya maonyesho ya kilimo Kizimbani katika mkoa wa Mjini Magharibi. Amesema mshahara huo mpya utaanza kutumika kuanzia Januari 2027, akibainisha kuwa uamuzi huo umezingatia hali ya uchumi wa nchi, ongezeko la gharama za maisha, pamoja na dhamira ya serikali ya kuongeza motisha kwa wafanyakazi ili kuongeza ufanisi katika utendaji wa kazi. Napenda kutumia fursa hii kuarifu kwamba serikali imeamua kuongeza kima cha chini cha mishahara kutoka shilingi 300,000 hadi shilingi 500,000.
Sasa utekelezaji wa uamuzi huu utaanza katika kota ya 3 ya mwaka mpya wa fedha. Ongezeko hili limezingatia hali ya uchumi wa nchi, gharama za maisha, pamoja na umuhimu wa kuwapa motisha wafanyakazi ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa bidii na uadilifu. Aidha, amesema serikali inatambua mchango mkubwa unaotolewa na wafanyakazi wa sekta umma na binafsi na itaendelea kushirikiana na vyama vya wafanyakazi katika kutatua changamoto zinazowakabili. Nimefarijika sana kukutana na kupokea taarifa ya vikao vilivyofanyika vya wadau wa utatu wa masuala ya kazi, yaani serikali, ZATUK na ZANEMA, katika kutatua changamoto za masuala ya kazi kwenye kikao nilichokifanya na viongozi wenu kilichofanyika Ikulu tarehe 22 Aprili mwaka huu. Nawapongeza kwa kuendelea kukutana kila robo mwaka, kupokea, kujadili na kutatua changamoto za mambo ya kazi. Nimefurahi kujulishwa kwamba changamoto 24 kati ya 29 zimechukuliwa hatua. Kwa hakika hii ni hatua ya kujipongeza katika kuimarisha haki na maslahi ya wafanyakazi katika dhana ya ushirikiano wa utatu. Mtazamaji, tukiwa tumesalia bado katika kuangazia siku ya wafanyakazi nchini, leo tuelekee sasa katika jiji la Arusha. Watumishi wa sekta afya nchini wameaswa kuendelea kutoa huduma kwa weledi, uaminifu na moyo wa kujituma ili kuimarisha huduma za afya kwa wananchi pamoja na kudumisha maadili ya kazi katika maeneo ya utumishi. Wito huo umetolewa na msaidizi wa askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, Mchungaji Laret Oneshie, katika hafla ya kuaga watumishi waliostaafu iliyofanyika hospitali ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati Seliani iliyoponga Mtoni mkoani Arusha. Hafla iliyoambatana na maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani na kuwakutanisha viongozi wa kanisa, watumishi wa afya pamoja na ndugu na jamaa kwa ajili ya kutoa heshima na shukrani kwa wastaafu hao. Ipewa nafasi hii itunze vizuri au muombe Mungu ili iendelee, kwa sababu ni ya Mungu na ni kwa ajili ya watu wa Mungu. Hata tukilipwa chochote ambacho Mungu anatupa, tuitumie pia kwa ajili ya ustawi wa maisha yetu. Lolote mfanyalo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Fanyike ndiyo kazi yenye staha ambayo ni kwa ajili ya maendeleo endelevu, kwa ajili ya ustawi wa maisha ya mwanadamu. Kile ambacho kinamtukuza Mungu, kile ambacho kinaleta ustawi wa mwanadamu ndio inaitwa kazi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Kati, Mwalimu Lushulu Solomon Sambweti, amesema dayosisi itaendelea kuboresha mazingira rafiki ya kazi kwa watumishi wake ili kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma, huku akisisitiza umuhimu wa watumishi kufanya kazi kwa bidii, uaminifu na hofu ya Mungu katika kuwahudumia wananchi. Tuna mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba wahudumu wanaofanya kazi katika huduma vituo vyetu maisha yao yanaboreshwa day to day ili kuweza kufikia mahitaji yao ya kifamilia, kwa sababu wakiwa wamejitosheleza kifamilia wataweza kufanya kazi nzuri wakiwa na utulivu wa akili. Pakikosekana utulivu, kutoa huduma inakuwa kazi ngumu kidogo. Hivyo tunajipanga kuhakikisha kwamba huduma wanazozitoa zinaendana pia na maslahi yao. Maslahi yao pia ni kipaumbele chetu. Asante. Katibu Watuge wa chama cha wafanyakazi tawi la Seliani na Mayani Emmanuel amesema bado uko na changamoto mbalimbali zinazowakabili watumishi wa sekta ya afya, ikiwemo mazingira ya kazi, uhaba wa watumishi pamoja na mahitaji ya kuboreshwa kwa maslahi kazini, huku akiomba management ya hospitali na wadau mbalimbali kuendelea kushirikiana na chama hicho katika kutatua changamoto hizo kwa ustawi wa wafanyakazi na huduma bora kwa wananchi. Hospitali kutopandishwa madaraja na ngazi za mishahara. Tuna changamoto ya wafanyakazi wanaolipwa na serikali kuhamishwa kwenye vyama vingine vya wafanyakazi bila idhini yao. Tunakabiliwa pia na changamoto ya uhaba wa watumishi, hususan madaktari na wauguzi. Hata hivyo, tunashukuru uongozi wa hospitali kwa kufanya jitihada katika kutatua mapungufu hayo. 5. Kukosekana kwa vifaa muhimu vya uchunguzi, hususan vya endoscopy, histopathology, mammogram
pamoja na laparoscopy TAWA. Hali hii ipo licha ya kuwa na wataalam wenye ujuzi na uwezo wa kutoa huduma hizo. Tunaomba dayosisi tusaidie kutupatia vifaa hivi ili tuboreshe huduma zinazotolewa. Naye mkurugenzi wa hospitali ya Seliani Amon Mati amesema hospitali itaendelea kuthamini mchango wa staafu hao kutokana na kazi kubwa iliyoifanya katika kuimarisha huduma za afya, akieleza kuwa uzoefu na kujitolea kwao vimekuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya hospitali hiyo. Pasipo wao leo kazi hii isingekuwepo au mazingira yake yangekuwa magumu sana. Tunatembea kwenye nyayo zao, na hivyo leo tunafurahi sana kupata wasaa kukutana nao na kuwastaafisha rasmi kwa heshima. Idara ya afya inapenda kuwashukuru wastaafu wote, lakini pia napenda niwataje wachache ambao wamekuwa viongozi wetu wa idara ya afya kuwashukuru kwa kazi ambao wameifanya katika idara hii. Wa kwanza ni Dr. Mganga Shaili Kipuyo ambaye amekuwa katibu na mkuu wetu wa idara wa kwanza. Yeye ndio alianzisha idara hii ya afya mwaka 1975. Lakini pia ni mshukuru Dr. Rehema Nangawe ambaye alimpokea Dr. Kipuyo, akafuatiwa na Dr. Paul Sauli na pia tena baadaye Dr. Baadhi ya watumishi waliostaafu wameshukuru hospitali pamoja na viongozi wa kanisa kwa ushirikiano uliopata kipindi chote cha utumishi wao, wakisema wanaondoka wakiwa na furaha na kumbukumbu nzuri baada ya kulitumikia taifa kwa miaka mingi. Huku mfanya kazi bora mwaka akisema hiyo imempa motisha zaidi kwa kuendelea kufanya kazi kwa bidii na kujituma katika kuhudumia wananchi. Bora katika idara yangu ya ICU, kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kazi hii. Sio mimi peke yangu, na imani kutokana na wenzangu niliokuwa nao ambao tumeshirikiana nao kwa pamoja ndio wameniwezesha mimi kuweza kufika mahali hapa. Kwa hiyo sifa hizi za kupata cheti hiki hapa cha ufanyakazi bora na kuwa ufanyakazi mkuu wa idara yangu sio mimi peke yangu, ni pamoja na wenzangu. Kwa hiyo nawashukuru ambao wako nyuma yangu kwa kunisapoti, ambao wamekuwa pamoja nami kuniunga mkono, tukaweza kuiwezesha ICU yetu kuweza kufika mahali hapa ilipofika. Mpaka nimefanya kazi mpaka nimemaliza. Najua ni mengi sana nimekutana nayo, lakini namshukuru Mungu. Sijawahi kukwaruzana na wagonjwa, sijawahi kumjibu vibaya mtu, hata ingekuwa wafanyakazi wenzangu. Ninashukuru sana uongozi wa hospitali kwa sababu hata wanapofanya kukurekebisha sio kwamba wao wana kukandamiza, ni pale tu wanapokuongoza kwamba hili ni si zuri, hili ni nzuri. Kutoa huduma iliyo sahihi. Tusikimbie, maana mshahara yenye maombi ndio mshahara inayoweza kudumu katika mfanyakazi. Namshukuru Mungu maana bado natoa ushauri hata kwa madereva, watu wote wanaosimamia vyombo vya hospitali waitunze vyombo vya hospitali pasipo kufanya kinyume aina yeyote. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya wafanyakazi hii leo, hapa Dayosisi ya Kaskazini Kati, hospitali ya Seliani jijini Arusha imeadhimisha siku hii kwa kuwastaafisha watumishi ambao wametumika hapa kwa muda mrefu. Watumishi wakisitiza zaidi kutumia wajibu wao, kutimiza majukumu yao kwa uaminifu, lakini pia Dayosisi ikiahidi kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira rafiki ya wafanyakazi ili waweze kutimiza majukumu yao kwa weledi na uaminifu. Kutoka katika viwanja hivi vya hospitali ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Kati, Seliani, Ngaramtoni, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Asante James Stanley kwa ripoti hiyo kutokea huko Arusha. Na sasa basi tuelekee sasa kule katika mkoa wa Tabora. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu TFS pamoja na kamati ya ulinzi na usalama katika mkoa wa Tabora imefanya operesheni maalum katika hifadhi ya msitu wa Igombe River iliyopo wilaya Uyui na katika hifadhi ya msitu wa Nyahau iliyopo wilaya ya Sikonge katika mkoa wa Tabora na kufanikiwa kuteketeza ekari 68 za mashamba bangi, kukamata gunia 133 za bangi na huku watu 7 wakikamatwa katika operesheni hiyo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Tabora, Kamishna Jenerali Elitas Limo amesema mamlaka iko kwenye operesheni maalum ya kutekeleza dawa za kulevya zinazozalishwa nchini, huku akishukuru uongozi wa mkoa kwa kuunga mkono na kushiriki operesheni hiyo iliyofanikisha ukamataji na uteketezaji wa bangi zinazolimwa katikati ya mapori na hifadhi za taifa katika mkoa hiyo.
Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na TFS, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Tabora, tulifanya operation katika pori la Igombe River lililopo katika wilaya ya Uyui pamoja na Nyahua lililopo katika wilaya ya Sikonge. Katika operation hiyo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuteketeza na kubaini mashamba ya bangi yaliyopo katikati ya pori hizo baada ya kupata taarifa za kiintelijensia kuhusiana na uzalishaji wa dawa za kulevya katika mkoa wa Tabora. Katika operation hiyo tulikamata gunia 133 zilizokuwa ndani ya pori hilo, mapori haya mawili ambayo tulifanya operation. Lakini pia tuliteketeza ekari 68 za mashamba ya bangi zilizokuwa zimelimwa katikati ya mapori hayo na kukamata watu 7 kuhusiana na uhalifu huo. Katika operation hii ni mojawapo ya operation maalum tunazozifanya nchi nzima ili kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini. Sasa hivi tupo kwenye kampeni maalum ya kuhakikisha kwamba tunateketeza dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini baada ya dawa zile za viwandani kupungua hapa nchini. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tabora Daktari Paul Chacha ameipongeza mamlaka kwa kazi nzuri ya udhibiti wa dawa za kulevya inayoendelea katika mkoa humo na kuwaagiza askari wa TFS kuweka kambi katika mapori na maeneo ya hifadhi ili kumaliza kabisa tatizo la bangi katika mkoa wa Tabora. Shukuru na nipongeze kwa kweli kwa kazi. Nilikuwa na kuona jana tukazungumza na kuangalia ulivyovaa buti, lakini na time unayorudi kutoka polini. Unajua ukikuta kiongozi kama kamishna Limo hapa anaenda site asubuhi anarudi saa 7 usiku, na sio kwamba alikuwa mjini. Nyumba inajengwa, nyumba ya kawaida slope, inawekewa dari kama hii ceiling board. Sasa ile ni atope, alafu wametoboa hapo, wamepanga magunia huko ndani huko, alafu huko wameziba na tope. Sasa sijajua kamishna mlijuaje. Mimi nimeona wakiwa wanayachomoa hayo anayosema magunia 100 hayakuwa yameanikwa hapo, yalikuwa yamewekwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo maana yake intelligence yako uliyoitumia kikweli ni ya hali ya juu na tukupongeze sana. Haya, mtazamaji, na sasa basi tuangazie taarifa nyingine katika jiji la Dar es Salaam ambapo wito umetolewa kwa vijana wa KKKT kufanya kazi kwa bidii na nidhamu, huku wakitambua kuwa maisha wanayoishi si yao bali ni ya Mungu, na kuwa ni lazima kurejesha sehemu ya kile wanachokipata kumjengea Mungu mahali wanapomwabudia, na kuwa ndipo baraka zinapopatikana. Wito huu umetolewa hii leo na mchungaji kiongozi wa KKKT Dayosisi Mashariki na Pwani, ushirika wa Kibangu, Dar es Salaam, Elias Lugome, wakati wa mahojiano na Upendo Media juu ya maendeleo ya mtaa huo, ambapo kwa sasa wapo hatua za umaliziaji wa jengo la huduma ambalo likikamilika litakuwa na ofisi, kumbi za mikutano, migahawa na maduka, lengo likiwa ni kuchangia maendeleo ya mtaa kusonga mbele kiroho na kiuchumi. Kama unavyofahamu kwamba kipaumbele cha kwanza kabisa ni injili kuhubiriwa kwa watu wote, na tunaona watu wanampokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hilo ndio jambo la msingi kabisa. Lakini mioyo inapoguswa, injili inapogusa ndani ya nafsi za watu, ndipo tunaona washarika wanakuwa na mioyo ya kufanya kazi kwa ajili ya usharika. Na kama unavyoona sasa tuna maono ya ujenzi, kwanza ukarabati wa kanisa, kuweza kufanya finishing ndogo ndogo ambazo zilisalia, lakini pia maono ya jengo la huduma kama unavyoona, ambamo humo ndani kutakuwa na ofisi, kutakuwa na kumbi za mikutano. Walatini wanasema ora et labora, kazi na sala, kazi na sala. Aidha, mchungaji Lugome amesema hakuna kanisa ambalo linategemea watu wake wasifanye kazi, bali linatamani kuona watu hususan vijana wanaojitambua kuendelea kuimarisha kanisa kwa kuwa kielelezo na shuhuda mahala pao pa kazi, sanjari na kumcha Mungu kwa bidii. Usharika wetu karibu 70% ya washarika ni vijana. Ni vijana ambao wapambanaji, wanajituma na kufanya kazi mbalimbali. Wengine ni wanafunzi wa vyuo. Kwa hiyo na washauri vijana waweze kufanya kazi. Lakini tukumbuke, pamoja na kufanya kazi, maisha sio ya kwetu. Mungu ametupa talanta, umepewa karama, umepewa talanta. Talanta ambayo Mungu amekupa, mwisho wa siku atadai hesabu. Tunaona habari ya yule bwana mmoja katika Biblia, alitoa talanta,
alipowagawia, mwisho wa siku akataka hesabu. Kwa hiyo katika kufanya kazi kwako, hakikisha mwisho wa siku unamjengea Mungu nyumba ya ibada. Na baadhi ya washirika wa ushirika huo wamemshukuru Mungu kwa namna ambavyo wameona injili ya matendo na majibu katika maisha yao, huku wakiendelea kutoa wito kwa Wakristo nchini kujenga tamaduni za kujitoa na kujitolea katika kuhakikisha maendeleo ya makanisa yao yanaonekana kwa vitendo. Na sasa mtazamaji, tuelekee katika jiji la Mbeya. Mahakama ya wilaya Kyela katika mkoa wa Mbeya imemhukumu kifungo cha miaka 60 jela mwandishi wa habari na mtangazaji wa kituo cha redio cha K4 FM 94.1 Zawadi Jackson Makijolo, mkazi wa Itunge katika wilaya hiyo, baada ya kupatikana na hatia kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Mbeya, mtuhumiwa huyo alikamatwa akiwa anasafirisha vifurushi 142 vyenye uzito wa kilo 155.84 kupitia kivuko kisicho rasmi cha Januari, huku akikusudia kuvisambaza katika maeneo mbalimbali ya nchi ili kufanya biashara hiyo, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga amesema kukamatwa kwa mtuhumiwa huyo ni sehemu ya operesheni na misako inayoendelea kufanywa na jeshi hilo kwa kushirikiana na wananchi katika kupambana na uhalifu. Katika mahakama ya wilaya ya Kyela, mtuhumiwa anaitwa Zawadi Jackson Makijolo. Huyu ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa kituo cha utangazaji ambacho ni kinajulikana kama 94.1 K4 FM. Ni mkazi wa Itunge wilayani Kyela katika mkoa huu wa Mbeya. Huyu amepatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha kwenda jela miaka 60 kwa makosa yake aliyokutwa nayo ya kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi vifurushi 142 vyenye uzito wa kilo 155.84. Hukumu hiyo imetolewa na Mheshimiwa Paul Mabura Barnabas Aprili 29 mwaka huu 2026 katika mahakama ya wilaya Kyela. Inaelezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2025 na alikamatwa na askari akiwa anasafirisha dawa hizo kutokea katika kivuko kisicho rasmi kinachojulikana kwa jina la Januari kwa ajili ya kupeleka maeneo mbalimbali nchini kufanya biashara hiyo haramu. Mshtakiwa ametiwa hatiani na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Katika tukio jingine, mahakama hiyo imemhukumu kifungo cha miaka 30 jela Yesaya Watson Mwakyoma, mkazi wa Kafundo wilayani Kyela mkoani Mbeya, baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la pili. Kabla ya hukumu hiyo, ilielezwa kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Machi 10 mwaka 2025 baada ya kumkuta mtoto huyo akiwa anacheza na watoto wenzake katika makazi ya mtuhumiwa. Kisha mshtakiwa alimshika mkono na kuingia naye chumbani kwenye nyumba yake na kumwingilia kimwili. Mwendesha mashtaka wa serikali wakili Brice Case akiwa mahakamani hapo aliomba mahakama kutoa adhabu kali kwa mujibu wa sheria ili iwe fundisho kwa watu wengine wenye tabia kama hizi ili kutokomeza vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto katika jamii. Jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana nalo kwa kutoa taarifa za vitendo vya uhalifu ili kuimarisha usalama wa jamii. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine katika jiji la Dar es Salaam. Watanzania wamehimizwa kuendelea kujitolea kwa hali na mali katika kuwasaidia watoto wenye uhitaji, hususan wanaotupwa wakiwa wachanga na kupelekwa katika nyumba mbalimbali za malezi ili kufanikisha mahitaji yao muhimu, hivyo kutimiza ndoto za maisha yao. Wito huu umetolewa na mkuu wa wilaya ya Kisarawe Petro Magoti wakati akizungumza katika hafla ya chakula cha jioni iliyoambatana na changizo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha watoto Jerusalem kilichopo Mosonga Kigamboni, ambapo amesema kubeba jukumu la kusaidia watoto wasio na wazazi ni jukumu zito ambalo linatakiwa kutiwa moyo. Kwa tutakuja tuone namna gani tunasaidiana, tutafanikiwa. Tuweke historia kwenye hiki kitu. Hata siku tukiwa hatupo duniani, inaonekana kweli tumeacha watoto ambao tumeacha alama. Sio kwamba mama Jerusalemu
na Liginiku wana hela sana. Ni kupiga moyo konde. Hatujui nyie mna watoto, mna wajukuu, mna vitukuu, na wote hapa tunaamini katika kutoa. Na sisi hasa sisi wanaume tunazaliwa mpaka tunakufa, mwanaume unatoa na kugawanya. Na akina mama wao ni kujumulisha na kuzidisha. Sasa ile ya kujumulisha na kuzidisha tuisogeze hapa, na sisi wanaume wenzangu kutoa na kugawanya tuigawe hapa. Mlezi wa kituo hicho cha Jerusalem ambaye ni waziri mstaafu January Makamba amesema pamoja na jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali kuhakikisha kunakuwa na ustawi wa jamii, lazima wa Tanzania watambue na kuunga mkono mchango wa taasisi za dini na watu binafsi wanaojitoa kusaidia serikali ili kuwafikia wahitaji wengi zaidi. Kwa hiyo ndio tumekuja kuunga mkono jitihada hizo. Wito mkubwa ni kwamba tuendelee kusaidia na kuchangia. Sio tu ni kwa namna mbili, sababu ni mbili. Moja ni hitaji kubwa la kijamii, lakini jingine ni sadaka. Hamna sadaka nzuri kama hii ya kulea, ya kusaidia watoto yatima. Kwa hiyo mimi natoa wito kwamba mtu yote mwenye uwezo au anatafuta kama ni taasisi au mtu binafsi anatafuta mahala pa Mwasisi wa kituo hicho Upendo Ngoda amesema kituo hicho mpaka sasa kimehudumia watoto 81 ambapo watoto wote wanaosomeshwa kwenye shule za mchepuo wa Kiingereza. Ufadhili wa gharama zote ulitokana na michango ya marafiki, huku mchungaji wa KKKT Dayosisi ya Mashariki na Pwani ushirika wa Sinza Ibrahim Gibore Munanka akipongeza kituo hicho kwa kuwa kinapanda mbegu isiyo sahaulika. Natamani kujenga nursery school kwa sababu watoto wengine wanapitia sexual abuse wakiwa na umri mdogo sana, kesi zinakuwa ziko mahakamani. Kwa hiyo akitoka kwenda shule mbali, kunakuwa na watu ambao wanatamani kumkamata yule mtoto, maana ushahidi ni kwa mtoto. Yule mtoto akishachukuliwa kunakuwa tena hakuna ushahidi. Sasa ili Jerusalem iweze kuwa safe home, lazima tuwe na shule pale pale, tuwe na zahanati pale pale na viwanja vya michezo vya kupendeza. Ili hata mtoto tukichukua watoto mtahani huku kuwaleta pale, waweze kuona kwamba hapa ni sehemu sahihi ya sisi kukaa. Na ziko baraka za pekee tunapotunza watoto hawa. Mungu ameonyesha katika neno lake kwamba tunapokula na kushiba tusimsahau. Sasa si mpaka umuone Mungu. Wakati mwingine yeye mwenyewe amesema nilikuwa na njaa, hamkunilisha, nilikuwa na kiu, hamkuninywesha. Sasa kutunza watoto wa jinsi hii na watu wenye mahitaji ni kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo ni wito mzuri kwetu sisi sote kushiriki kwa watoto walioko ndani ya familia zetu na popote wanapotuzunguka. Zaidi ya shilingi milioni 100 zinahitajika kukamilisha ujenzi wa kituo hicho ambacho kimefikia 80% ya ujenzi, ambapo watoto wanaolelewa katika kituo hicho wengi wao wanatokana na wazazi wao kufariki, matumizi ya dawa za kulevya, vipato duni na baadhi ya watoto kuzalishwa katika umri mdogo. Pia Jerusalem has a dream, tunasema Jerusalem dream. Cha kwanza kabisa dream yetu tunatamani kuweza kulea watoto 100. That is our dream. Pia tuweze kujenga nursery school na primary school kama tulivyosema. Tuweze kujenga nyumba 10 za makazi, kwa sababu kutokana na utaratibu wa serikali walituwekea, watoto wanatakiwa wakae kwenye nyumba ambapo akifika anajua nyumba A mama yangu ni fulani, nyumba B mama yangu ni fulani. Sasa hivi mimi nawalea kwenye institution, kwa maana nawalea kwenye community pamoja. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo sasa inatupeleka katika jiji la Tanga ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Korogwe Suleimani Mwongozo amesema ujio wa kiwanda cha sukari katika kata ya Mkalamo ni hatua muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa eneo hilo katika wilaya ya Korogwe na mkoa wa Tanga kwa ujumla. Akizungumza baada ya tamatika kwa kikao cha robo 3 2025-2026 cha baraza la madiwani halmashauri ya wilaya ya Korogwe, Mwongozo amesema fursa hiyo imekuja baada ya kumpata mwekezaji anayeendesha viwanda vya Mtibwa Sugar na Kagera Sugar, hiyo ikiwa ni miezi michache tu imepita baada ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa ahadi ya kurejesha heshima ya viwanda katika mkoa wa Tanga alipokuwa kwenye kampeni Oktoba 2025. Kuhusu ushirikishwaji wa wananchi, Mwongozo amesema tayari wamekutana na basi imetokea fursa sasa ya kupata mwekezaji huyo ambaye anaendesha viwanda viwili vya sukari
kiwanda cha Mtibwa Sugar na Kagera Sugar. Sasa tumekaa naye vikao mbalimbali, wameshafanya utafiti wa kutosha wa maeneo hayo kama yanafaa kiasi gani, kwa kuzingatia kwamba maeneo yale yana wananchi. Kwa hiyo wameamua mpaka saizi wataanza na hekta 32,000, jambo ambalo sasa itasaidia hata wananchi wengine watapata maeneo ya kupanda miwa kama outgrowers. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba baada ya hapo muda, kwa sababu kiwanda kwa ajili ya sukari ya viwandani, basi halmashauri itanufaika vya kutosha, na wananchi wa maeneo yale, wawekezaji wamekiri kabisa, nafasi ya kwanza kwa kila jambo katika kuendesha kiwanda, wananchi watanufaika. Kwa hiyo maana yake baada ya hapo kiwanda hakitategemea tu mashamba yake, watategemea na mashamba ya wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema amewataka madiwani na wananchi kwa ujumla kupokea uwekezaji huo kwa mtazamo chanya. Tupokee hili jambo kwa mtazamo chanya. Kiwanda hiki kitaleta mageuzi makubwa, hakitawanufaisha watu wa Mkalamo tu na maeneo jirani, lakini uzalishaji wa miwa kwa jinsi tulivyoelimishwa itapokewa hata kutoka kwenye tarafa zingine, kwa sababu kiwanda kitakuwa ni kikubwa. Zitahitajika pia rasilimali hiyo ya miwa kwa ajili ya kulisha kiwanda kinachotarajiwa kujenga. Tukipokea hicho kiwanda, kitaleta mapinduzi, kitaleta ajira, kitachachua uchumi katika wilaya yetu, ili na sisi tuwe sehemu ya uzalishaji na kuongeza mapato ya kiuchumi katika wilaya yetu, katika mkoa na katika taifa letu kwa kiwanda hicho kinatarajiwa kujengwa. Naye Diwani Hassan Saleh Mbwana wa kata ya Mipale amesema mradi huu ni neema kwa wananchi wa eneo husika na mikoa ya Tanga. Mkalamo ni jambo jema ambapo itakwenda kuleta faraja na tija kwa maslahi kwa wananchi wetu, kupata ajira na maeneo mengineyo, si Mkalamo tu ila mkoa wa Korogwe nzima na mkoa wa Tanga. Sasa wananchi tumeshaandaa sababu ni fursa moja na kwa wilaya kwa sababu tayari wameshafanya kikao na watu wa Mkalamo kule kutoa maeneo yale, lakini maeneo watapata fidia ili kuweza kuachia sasa maeneo watu waweze kupata kwa wingi, na jambo hili tumeshaandaa na nchi na wanatokea kwa muda wote wako tayari jambo hili kutekelezwa kwa ushirikiano kuhakikisha tunapata maendeleo kupitia viwanda. Haya, na sasa mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatuhitimishia habari za kitaifa kutoka hapa Upendo TV. Bado niko nawe, jina langu ni Francisco Nongolo, na tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa moja kwa moja nitangazia habari za kimataifa. Tafadhali usiondoke, salia hapo.